Karibu Dar es Salaam. Hili ni soko la Kariakoo ambalo ni kitovu cha uchumi kinachounganisha wakulima, wafanyabiashara wakubwa na wadogo, wasafirishaji na wanunuzi kutoka sehemu zote za ndani ya Tanzania na nchi jirani. Shughuli za biashara Kariakoo ni masoko ya vyakula, maduka ya jumla na rejareja, maghala na wafanyabiashara wadogo almaarufu machinga. Shughuli zote hizi huzalisha takataka nyingi kama mabaki ya vyakula, mifuko ya plastiki, maboksi, karatasi za kufungashia bidhaa, chupa za plastiki na glasi na makasha. Baada ya pirika za kutwa nzima, ifikapo mida ya usiku, hivi ndivyo Kariakoo inavyoonekana katika baadhi ya mitaa, ambapo wafanyabiashara huzikusanya taka kwa makundi pembezoni mwa barabara ili gari la taka linapopita kwa ajili ya kuzoa taka liweze kuzibeba kwa urahisi. Taka zote hizi huzalishwa kila iitwapo leo, na yote hayo ni kutokana na msongamano mkubwa wa watu, ukosefu wa utenganishaji wa taka pamoja na biashara zisizo rasmi. Lakini jukumu la kuhakikisha maeneo yote haya yanakuwa safi pindi wafanyabiashara wote wanapomaliza majukumu yao majira ya usiku ni la Kajenjere Trading Company. Kampuni hii ya usafi huanza kazi ya ukusanyaji wa takataka, usafishaji wa barabara, mitaro na maeneo ya biashara kuanzia majira ya saa 2 usiku hadi asubuhi. Vijana husafisha mitaro kwa kuondoa taka zinazotupwa katika mitaro hiyo kila siku. Zoezi hilo huenda sambamba na kunyanyua vivuko vilivyo juu ya mitaro hiyo ili kuweza kuzifikia takataka zilizo chini na kuzitoa, zoezi ambalo ni la kila siku. Katika kuunga mkono jitihada za Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, viongozi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na mkuu wa mkoa huo Albert Chalamila, mkuu wa wilaya Ilala Edward Mpogolo na mkurugenzi wa jiji la Dar es Salaam Elihuruma Mabelia wamekuwa mstari wa mbele kuhakikisha jiji la Dar es Salaam linakuwa safi, kwani kwa sasa usafi unafanyika kila Jumamosi ya wiki kwa kushirikiana na wakandarasi wengine wa jiji ambao ni Satek, Tirima na Wejisa. Kama ilivyo ada, kila kazi ina changamoto zake, na kwa wazoaji wa taka wa kampuni ya Kajenjere, changamoto wanazokutana nazo ni ufinyu wa barabara kwa ajili ya kupitisha gari la kuzolea taka, na hiyo inatokana na uwepo wa meza nyingi za wamachinga barabarani, jambo linalowawia ugumu kukusanya na kuzoa taka zilizo chini ya meza na kwenye mitaro. Lakini changamoto nyingine ni uwepo wa vifusi vya michanga katika baadhi ya mitaa vinavyozuia njia kwa ajili ya upitishaji wa gari la taka. Tofauti na hilo ni uegeshaji holela wa magari kwenye mitaa, jambo linalofanya baadhi ya taka kutozolewa kutokana na kuzibwa chini ya magari. Lakini suala la ujenzi na ukarabati unaoendelea Kariakoo nao huchangia zoezi la uzoaji taka kuwa gumu, kwani magari yanayobeba vifusi huegeshwa katikati ya barabara, hivyo gari la taka kuwa vigumu kuzifikia takataka za mitaa husika. Lakini licha ya changamoto hizo, ifikapo asubuhi, hivi ndivyo Kariakoo inavyoonekana, ikiwa safi kuanzia kwenye mitaro, barabara na hadi kwenye mitaa ya maeneo ya biashara, ikiwa tayari kuzalisha takataka nyingine kwa ajili ya siku inayofuata. Hivyo basi, jukumu la usafi sio la mkandarasi pekee, ni la kila mmoja wetu kwa kushirikiana na mamlaka za jiji kuwa mstari wa mbele kuhakikisha Kariakoo inakuwa safi na salama, yenye mvuto kwa biashara, bila kuweka vikwazo vitakavyosababisha uchafu ushindwe kuzolewa kwa wakati. Kwa kifupi, Kariakoo ni urithi wa kihistoria, kiuchumi na kijamii unaoonyesha nguvu ya biashara ya Waafrika tangu enzi za ukoloni hadi leo. Kwa niaba ya wapiga picha Kelvin Mzungu, Junior Matthew pamoja na Jacob Samson, mimi ni mwandaaji na msimulizi wa makala haya Zainab Mtima.